Wananchi wa kata Miyuji na kata ya Minadani wilaya ya Dodoma mjini wamepata suluhisho la matibabu ya mama na mtoto mara baada ya kufunguliwa kwa zahanati ya Step Gain itakayotoa huduma ya matibabu mbalimbali kwa wakazi wa kata hizo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa zahanati hiyo, afisa mtendaji wa kata ya Minadani Bwana Credo Msabaha amewashauri wananchi wa kata zote mbili kutumia zahanati hiyo. Zote hizi zinafuata miongozo iliyotolewa na Wizara ya Afya na chini ya usimamizi wa ofisi ya mganga mkuu wa jiji la Dodoma na vyombo vingine vya serikali pamoja na sisi katika serikali za mitaa pamoja na serikali ya uongozi wa kata. Kwa msingi huo, ubia uliopo baina ya sekta binafsi na serikali yetu ya awamu ya 6 unaendelea kukua kwa kasi kubwa kwa kusaidiana na serikali katika kuleta huduma karibu na wananchi. Ndugu zangu, yote haya yamewezekana kutokana na uongozi makini na uongozi imara unaofuata falsafa za R4 kama zilivyoziasisi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa upande wake mlezi wa zahanati hiyo Dr. Rubina Chua ameeleza umuhimu wa kuwepo kwa zahanati hiyo na hapa anaeleza zaidi. Lengo la Mheshimiwa Rais huyu na serikali yake ya awamu ya 6 ni kuhakikisha kwamba tunapokwenda mwaka 2030 hakuna mwanamke anayekufa wakati wa kujifungua. Hakuna mtoto anayekufa. Hakuna hata na Mtanzania anayekufa. Lengo ni kwamba tuendelee hivyo. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais na kushukuru uongozi wa kata hii na mtaa huu kwanza kwa kuitikia hii na kuleta wananchi katika kupata huduma hizi. Sasa kwa nini? Ni kwa sababu Mheshimiwa Rais ameruhusu uwekezaji. Serikali yake kushirikiana na sekta binafsi. Angesema mimi sitaki sekta binafsi ifanyike, basi hata hiki kituo hapa kisingekuwepo. Kwa sababu mikono yote ya serikali iko hapa. Na dawa za chanjo zinatolewa bure. Chanjo ya mama mjamzito, chanjo za watoto wetu, chanjo zote ni bure. Zinatolewa bure kupitia serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kwenye sekta binafsi. Naye mgeni maalum mbunge viti maalum Mbeya Mheshimiwa Sofia Mwakagenda amesema, ninashukuru kwa serikali kuweka mazingira rafiki kwa wawekezaji, kwa sababu kama mazingira sio rafiki wawekezaji wanaogopa kuja kuwekeza. Kwa hiyo tunashukuru kwa serikali kuweka miundombinu ya kuruhusu wawekezaji waweze kuwekeza maeneo tofauti tofauti. Lakini cha furaha zaidi siku ya leo kuwekeza kwenye afya, kwa sababu tunatambua zaidi ya budget dunia na matamko mbalimbali ambayo tumeyafanya kidunia na kiafrika, tunahitaji afya iwe zaidi ya 15%. Wananchi waweze kupata afya bora na afya iliyo nzuri. Tunashukuru sana kwa mwekezaji huyu kuwekeza fedha nyingi sana katika jengo hili la Step Down, na kwa kuwa tunafahamu kabisa tunahitaji kupunguza vifo vya mama na mtoto. Na tunajua kwamba zaidi ya miaka 5-10 iliyopita watoto walikuwa wanafariki sana na wazazi wakijifungua kama takwimu zinavyosema za mwaka 2022. Leo hii tunashukuru sana zimepungua kutoka 554 mpaka 104. Hii ni swala kubwa na la kupongezwa, lakini pia tunashukuru kwa wanawake kwa wawekezaji. Akizungumza na Sema TV, mganga mkuu na mwanzilishi wa zahanati hiyo alikuwa na haya ya kusema. Naitwa Dr. Shura Abdul Ismaili, ni mganga mkuu wa zahanati hapa Step Gain. Wanaonitazama, ningependa kuambia kwamba leo sio uzinduzi tu wa jengo la zahanati yetu ya Step Gain, lakini tumefungua milango ya matumaini na uponyaji. Tumefungua milango ya matumaini na uponyaji. Hapa ni nyumbani, ni faraja kwa mama mjamzito, kwa mtoto mwenye homa, kwa kijana mwenye maumivu, kwa mzee mwenye shinikizo la damu. Tunawakaribisha sana mje mpate huduma bora na kwa gharama ambazo ni rafiki sana. Karibuni sana. Huduma zipi na zipi ambazo tutazipata? Hapa huduma tutakazozipata, mtapata huduma ya kuweza kuzungumza na daktari, lakini pia kuna kliniki ya mama mjamzito, lakini pia kuna huduma ya chanjo kwa watoto wachanga mpaka kwa kufikia umri wa miaka 5. Tuna pia huduma ya vipimo vya maabara. Kwa majina naitwa Steven Juta, ndio mwanzilishi wa hichi kituo, na leo tumefanya uzinduzi rasmi, lakini
uzinduzi hauhusiani tu kuzindua kituo, na uhusiana pia na kuzindua huduma za ambazo nyingi zinazotolewa na hichi kituo. Kwa awareness ni kwamba kituo chetu kina ile mashine kubwa kabisa ya kufanya vipimo vya damu, ambayo nafikiri kwa Dodoma sasa hivi ni hospitali 2 tu tunazo. Hiyo namba 1. Namba 2, tuna ultrasound ambayo ni ile colored. Wengi wameweza kupata ultrasound ambayo ni black and white. Kwa kifupi ni kwamba ni baadhi tu ya vipimo ambavyo tunafanya, lakini hatuishii hapo. Madaktari wetu, wahudumu wetu, kila mmoja ni mmoja ambaye anajua vizuri jinsi ya kuplay part katika nafasi yake. La msingi kubwa, kwa sababu wengine wenzangu walishaongea, ni moja tu, ni kwamba pamoja na kwamba huduma zetu ni nzuri sana, watu waje kwa sababu gharama zetu ni nafuu sana, na ushauri wetu ni ule ambao unalenga kwenye kumtibu mteja, kwa sababu tunajua watu wengine kwenye hospitali nyingine wanalenga kwenye kuongeza kipato. Sisi tunaongeza kwenye kumtibu mteja. Mteja kwanza, afya mteja kwanza, mengine baadaye. Katika hatua nyingine, wananchi wa kata zote mbili kwa nyakati tofauti wamezungumza na Sema TV, na haya ndiyo waliyosema. Lakini wanachokifanya Step Gain leo ni kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao wameamua kwa dhati kabisa kumwambia Mheshimiwa Rais kwamba hauko peke yako katika vita hii ya kuhakikisha kwamba mama na mtoto wanapata afya bora, lakini pia na wananchi kwa ujumla. Sisi tunakushukuru mkurugenzi kwa huduma hii ambao umetuletea hapa mtaa wa Maili Mbili, kata Mnadani. Sasa tunajivunia kwamba tunakwenda kuwa na afya bora ili tuweze kufanya kazi zetu vizuri na tuweze kuwa na watu ambao tunaendea maendeleo.